akawa amenivuruga kidogo hivi, lakini nilipofika nyumbani baada ya kusoma kwa kina hotuba hii yenye kurasa 103 ambazo Mheshimiwa Waziri Mkuu ametumia masaa mawili kuisoma, nilielewa kwa nini Mheshimiwa Naibu Spika alisema turudi nyumbani tukatafakari. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukisoma kwa makini hotuba hii na kwa uzoefu mdogo nilionao wa kukaa ndani ya bunge hili kwa miaka 10, Mheshimiwa Mwenyekiti, nimejifunza jambo moja kubwa sana. Rais Samia Suluhu Hassan, pamoja na kwamba tunamsifia ndani ya bunge hili, kuna kazi kubwa sana ambayo ni mtihani mkubwa, labda pengine wengi wetu tusingeweza kufaulu kama tungepewa, ambao mama huyu alifaulu kufanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, mataifa mengi yanapokuwa yamemaliza uchaguzi au yanapobadilisha utawala, moja kati ya changamoto kubwa ambayo yanapata mataifa hayo ni namna ya kuendeleza miradi au mipango ya mtangulizi aliyetoka madarakani. Ukiangalia hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu na ukarejea hotuba mbalimbali kwa miaka 5, 6, 10 iliyopita, unaona namna ambavyo Mheshimiwa Rais ameonyesha sio tu dhamira ya dhati, lakini ameonyesha commitment ya hali ya juu kuhakikisha kwamba mipango ya watangulizi wake inakamilika. Mheshimiwa Mwenyekiti, na kwa kuonesha commitment hiyo, kabla sijaanza kutaja mipango hiyo, mama huyu ametupa dira kwa kusema kwamba na isitokee tena ndani ya nchi hii utawala ukibadilika mipango inabadilika. Akaamua kutengeneza wizara maalum, wizara ya mipango, akatengeneza tume maalum ya mipango, akamweka Profesa Kitila Mkumbo na anko wangu pale Mheshimiwa Nyongo wasimamie wizara ile kuhakikisha mipango ya nchi hii inayopangwa kwa miaka 25, miaka 50 itatekelezwa pamoja na kubadilika nyakati mbalimbali za mamlaka. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze tu na upande wa nishati. Lile bwawa la Stiegler's, Mheshimiwa Mwenyekiti, mipango yake ilianza kufanyika tangu miaka 60. Watangulizi wake walihangaika kutekeleza, wakahangaika na kuhangaika, lakini hivi tunavyozungumza leo, Mheshimiwa Mwenyekiti, mitambo yote 9 imeshawashwa chini ya usimamizi wa Dr. Doto Mashaka Biteko. Turbine zote zimewaka, vijiji vyote 10,000 na kitu vimewashiwa umeme. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, haya yatokee hivi hivi, ni lazima uwe na kiongozi ambaye anasimamia shughuli hizi zitekelezwe, sio mwingine, ni Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa. Mambo haya hayatokei kama muujiza. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukienda Wizara ya Kilimo, Mheshimiwa Mwenyekiti, tulikuwa mbungeni tunaongelea bajeti ya bilioni 200. Leo tunaongelea 1.3 trillion. Kaka yangu Bashe anasimamia, Waziri Mkuu anakimbizana nao kila siku, anaangalia namna ambavyo miradi inatekelezwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, yani chini ya uongozi wa Waziri Mkuu, kiongozi wa shughuli za serikali bungeni, leo sisi Tanzania tunajivunia tumeagiza ndege ya kuua ndege, yani ndege kwa maana ya aeroplane, ya kuua ndege wale waharibifu, ya kupulizia dawa. Mheshimiwa Mwenyekiti, haya mambo yatokee hivi hivi, ni lazima uwe na viongozi makini kusimamia. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimesoma hotuba ya Waziri Mkuu hapa, ukurasa wa 60 ngapi, anasema kwenye Wizara ya Maji ndani ya mwaka mmoja visima 925, wastani kila jimbo moja la uchaguzi limepata visima 5 ndani ya mwaka mmoja vya maji. Hivi mimi ni nani leo Mheshimiwa Mwenyekiti nishinde kuunga mkono hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu? Mimi ni nani? Nitakuwa sina uchungu na nchi. Kina mama wametuliwa ndoo kichwani. Mimi Salome nilikuwa pale Shinyanga, tunafuata maji kilomita 13, maji ya kunywa na maji ya kutumia. Leo angalau kila jimbo limechimba kisima ndani ya mwaka mmoja, tena sio kimoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nampongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu, anafanya kazi kubwa, anasimamia serikali, anatusimamia na kazi inaonekana. Mheshimiwa Mwenyekiti, pale kwetu Shinyanga Ibadakuli, ule uwanja wa ndege ilikuwa ni nightmare, ilikuwa ni ndoto. Kamati ya bunge imeenda kukagua juzi, Mheshimiwa Mwenyekiti, uwanja unakaribia kukamilika, ndege zitatua pale. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inafanya kazi. Leo Mheshimiwa Mwenyekiti, yani unatenganishaje maendeleo haya? Unatenganishaje demokrasia tulionayo na maendeleo makubwa na Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Waziri Mkuu na serikali iliyoko madarakani? Nitakuwa ni mtu ambaye sina shukrani, Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti,
Anaibuka mtu mmoja tu leo, mheshimiwa mwenyekiti. Unajua, naomba niwakumbushe waheshimiwa wabunge wenzangu. Hii nchi tumeanza uchaguzi wa vyama vingi mwaka 1995. Na mwaka 95 tulikuwa na wabunge wa upinzani 51. Mwaka 2000 tulikuwa na wabunge wa upinzani 26. Wakati huo Mheshimiwa Mbowe ndo aligombea urais. Mwaka 2005 tulikuwa na wabunge wa upinzani 41. Mwaka 2010 tulikuwa na wabunge wa upinzani 89. Mwaka 2015 tulikuwa na wabunge wa upinzani 116 na 2020 tuko wabunge 28 wa upinzani. Hakuna mtu aliyesema hashiriki uchaguzi mpaka tufanye mabadiliko ya sheria. Hakuna. Hakuna mtu aliyethubutu kusema hivyo. Hakuna mtu aliyesema tuingie barabarani tufanye uasi kwenye chaguzi zote. Leo mheshimiwa mwenyekiti, kuna mtu mmoja aliyekuwa na tamaa ya urais ameukosa kwa sababu anajua Samia amefanya kazi, anataka kumwaga mboga, anataka kumwaga ugali na maji ya kunawa. Hatuwezi kukubali. Hatuwezi kukubali. Ukweli ni kwamba kwa namna ambavyo mazingira ya uchaguzi yamewekwa, kwa namna ambavyo wameruhusiwa kufanya mikutano ya hadhara, kwa namna ambavyo wametumia vibaya nafasi yao ya kufanya haki ya demokrasia, wamegundua kwamba wakishiriki uchaguzi huu hawapenyi, ndio bana wameweka mpira kwa pani. Mheshimiwa mwenyekiti, miaka yote, awamu zote 6 ambazo tumeshiriki uchaguzi kwenye nchi, awamu zote CCM ni ile ile, katiba ya nchi ni ile ile, tume ya uchaguzi imeboreshwa mwaka jana. Wanaweka mpira kwa pani. Hii haikubaliki. Nataka niseme, unaweza kusema yote kwenye nchi, lakini mimi Salome Makamba ni Msukuma wa Shinyanga, sina pa kwenda. Pasipoti nimepewa na bunge ya kusafiria kwenda nje ya nchi, sina pa kwenda. Mama yangu, familia yangu haina pa kwenda. Hatuwezi kuhamasisha uasi kwenye nchi hii. Kung'ang'ania kitu kisichowezekana, kung'ang'ania kwamba hatuwezi kufanya uchaguzi, imebaki miezi mitatu twende kwenye uchaguzi, unang'ang'ania hatuwezi. Na mtu ni mwanasheria, wote tunajua humu ndani utaratibu wa utungaji wa sheria, utaratibu wa kurejea sheria una namna yake ambao unahitaji muda. Ni lazima tutebo mara ya kwanza, ni lazima tutebo mara ya pili, ni lazima watu watoe maoni, ni lazima watoe maoni wananchi. Huo mchakato anataka mtu ametia mpira kwa pani. Na mheshimiwa mwenyekiti, mimi naungana na wale wanaojiita sijui G55 nani. Mimi naenda kugombea na nitarudi humu bungeni. Na nimwambie mheshimiwa waziri mkuu, nimeona mmeongeza bajeti. Baba, ongeza mpunga, leta ballot paper, leta maboksi, sisi tuko tayari kwa uchaguzi. Leta maboksi, tuko tayari kwa uchaguzi. Haiwezekani mtu mmoja aye ndo anaamua hii nchi leo, iwe Jumapili, kesho iwe Jumatatu, anaongea yeye, mwanaume yeye, kibaunsa yeye. Hatuwezi kukubali. Na mheshimiwa mwenyekiti, nikwambia kitu kimoja. Mimi Salome na wananchi wa Shinyanga, hasa kina mama, tunasema hivi, yote yametekelezwa. Mama Samia mitano tena. Mama Samia mitano tena. Tumeyasubiri maboksi kwa muda mrefu. Tumeyasubiri maboksi kwa muda mrefu, maboksi ya kura kwa ajili ya kuhakikisha tunapiga kura, tunamvika huyu mama nguo, tunamfuta machozi kwa kazi kubwa aliyoifanya na kutukana kwa ajili yetu sisi wananchi wake. Walisema yote, mara ameuza bandari, mara sijui mama amefanya. Sasa hivi wameshia kusema mama akifungua pochi mambo yanatekelezwa. Mimi niko kamati ya TAMISEMI mheshimiwa mwenyekiti. Niko kamati ya TAMISEMI. Kwa mara ya kwanza kwenye nchi hii, kwa mara ya kwanza nimeshuhudia kwa macho yangu jengo la mama na mtoto. Mimi na watoto mheshimiwa mwenyekiti. Jengo la mama na mtoto. Yaani ukishindwa kujifungua kawaida, chumba kinachofuata unaweza kufanyia operation. Chumba kinachofuata kama mtoto wako ni njiti, unaweza kumweka kwenye chumba cha watoto njiti.
Chumba kinachofuata kama umefanyia operation unaweza kupumzishwa pale. Mheshimiwa Mwenyekiti, haya mambo tuliyaona lini haya? Haya mambo tuliyaona lini? Hatuwezi kukubali. Jeshi la Ulinzi na Usalama lipo. Kaka yangu Bashungwa, mambo ya ndani upo. Tekelezeni wajibu wenu. Hii nchi ni ya demokrasia. Kuzuia uchaguzi ni uhaini na hatuwezi kukubali. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, nikwambie tu ukweli. Huyu jamaa anataka kutupiga changa la macho. Chama chochote cha siasa lengo lake namba moja ni kushika dola. Lengo lake namba moja. Sisi hatufanyi kazi ya uharakati hapa. Sisi mimi najua siasa ni kushika dola. Haiwezekani hata siku moja. Wamekaa nje huko. Leo watu waendelee kukaa nje huko. Hatuna kambi rasmi ya upinzani. Hatuwezi kurudi bungeni kama wabunge. Alafu unasema sisi ni wanasiasa. Hapana. Ni lazima tushike dola. Wabunge wenzangu walioko nje naungana nao. Lazima turudi humu ndani kama tulivyokuwa zamani. Lazima tukae humu ndani kama tulivyokuwa zamani. Serikali ishauriwe, ipokee ushauri. Na sisi tushauriwe, tupokee ushauri. Tulijenge taifa moja kwa umoja. Hiyo ndio kazi ya chama cha siasa. Na wawakilishi wa wananchi, huwezi kuwakilisha huko kwenye majukwaa, na maana unaona huko wanakofanya haina tija. Ni lazima tukae kwenye mabaraza ya vijiji, ni lazima tukae kwenye baraza la madiwani, ni lazima tukae bungeni ili tuweze kushauri serikali kwa mfumo unaoeleweka. Huwezi kuishauri serikali nje ya serikali, Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa hiyo mimi rai yangu, tunataka uchaguzi na tuko tayari kushiriki uchaguzi. Na hatuko tayari kuungana na mtu ambaye anataka kupindua nchi hii. Taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. Taarifa wapi? Mheshimiwa Ole Sendeka. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na mchango mzuri sana wa Mheshimiwa mbunge, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kusema uhuru bila demokrasia ni udikteta, lakini demokrasia bila ya nidhamu ni fujo. Kinachoendelea hivi sasa ni sheria inazingatiwa kwa kuweka mipango kwa wapa wa Tanzania fursa ya kutumia haki yao ya kuchagua. Ni dhahiri kabisa kwamba mbunge alichokizungumza hapa ameonyesha kabisa kwamba Yesu Kristo alisema atakayenionea haya mbele za watu nami nitamuonea haya mbele za Baba yangu. Hakujali itikadi, hakujali jambo lolote. Amemsifia Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri na rekodi iliyotukuka aliyoionyesha. Dunia inajua, Tanzania inajua, wapinzani wanajua. Asante. Mheshimiwa Salome Makamba, unapokea taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi hiyo taarifa naipokea. Kazi namba moja ya chama cha siasa ni kushika dola. Huwezi kushika dola kwa kwenda kwenye vyombo vya habari. Huwezi kushika dola kwa kwenda kwenye mikutano, kwenda kuwaambia watu wafanye uasi na uhaini. Unashika dola kwa kushiriki chaguzi huru na za haki. Unashika dola kwa kuhamasisha watu waende kupiga kura. Unashika dola kwa kuwa na ushawishi kwa vyombo vinavyotoa maamuzi ndani ya nchi hii. Na kwa kufanya hivyo ndiyo njia sahihi ya kueleza yale ambayo unatamani yafanyike ndani ya nchi yako. Na tofauti na hapo, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kinyume na katiba na ni uasi na ni uhaini kwenye nchi yetu. Nakushukuru sana Mheshimiwa. Asante sana Mheshimiwa Salome Makamba kwa mchango wako wa kizalendo kabisa. Nimwite sasa Mheshimiwa Tekla Mohamed Ungele, atafuatiwa na Mheshimiwa Aida Kenan. Mheshimiwa Neema Gerard Mwandabila ajiandae. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kunipatia uzima na afya njema. Mheshimiwa Mwenyekiti, nampongeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi